Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini tunautazama mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kumaliza vita katika ukanda wa Gaza. Ni hatua muhimu, lakini inatajwa kwamba inakabiliwa na changamoto kubwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mpango wake wa kumaliza vita katika ukanda wa Gaza unaweza kuwa mmoja wa siku muhimu zaidi katika historia ya ustaarabu wa kibinadamu na kwamba unaweza kuleta amani ya milele katika Mashariki ya Kati. Kauli hiyo ilikuwa na uzito mkubwa, ilikuwa ya kawaida kwa mtindo wa Trump. Hata hivyo, pendekezo lake la vipengele 20 alilolitangaza mnamo siku ya Jumatatu katika ikulu ya White House akiwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu linaweza kuchukuliwa kama hatua muhimu ya kidiplomasia, japokuwa haifikii viwango vya kauli zake za kupindukia. Mpango huo unaashiria mabadiliko ya sera ya utawala wa Trump kuhusu mustakabali wa ukanda wa Gaza baada ya vita, na unaleta shinikizo kubwa zaidi kuliko ilivyowahi kutokea mwaka huu kutoka Washington kwa Netanyahu kukubali makubaliano ya amani. Lakini utekelezaji wa mpango huo katika wiki zijazo utategemea mambo yale yale ya msingi ambayo yamekuwa kikwazo tangu awali, iwapo Netanyahu na uongozi wa Hamas wanaona faida kubwa zaidi katika kumaliza vita kuliko kuviendeleza. Hadi sasa Hamas haijatoa msimamo wake rasmi. Hata hivyo, kiongozi mmoja wa kundi hilo aliliambia shirika la habari la BBC kuwa masharti ya mpango huo hayazingatii maslahi ya Wapalestina na kwamba Hamas haitokubali mpango wowote usioshurutisha Israel kuondoka katika ukanda wa Gaza. Kwa upande mwingine, Netanyahu akiwa na Rais Donald Trump alisema Israel inakubali kanuni zote 20 za mpango huo, licha ya kwamba baadhi ya viongozi kutoka mrengo mkali wa serikali yake tayari wamekataa baadhi ya vipengele hivyo. Hata hivyo, kukubali kanuni hizo hakumaanishi kumaliza vita moja kwa moja. Wapinzani wa Netanyahu wa ndani ya Israel wanamshutumu kwa kuvuruga makubaliano ya amani endapo yataonekana kuhatarisha nafasi yake ya kisiasa. Kwa hali ilivyo sasa, mpango huu unaweza usiwe wa kutosha kufanikisha kile ambacho Trump anakitamani, mafanikio ya kihistoria. Bado kuna changamoto kubwa ya kisiasa katika pande mbili, Israel na Hamas, zinazoweza kuzuia kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho. Mpango huu pia una ukungu wa kimantiki unaowapa pande zote mbili nafasi ya kuonekana kama wanaukubali, lakini katika mazungumzo ya baadaye wanaweza kuchelewesha au kuhujumu, huku wakilaumu upande mwingine kwa kushindwa kwake. Hii si mara ya kwanza hali kama hiyo kutokea katika juhudi za mazungumzo ya amani, na ikitokea tena ni wazi kuwa utawala wa Trump utasimama upande wa Israel. Trump alimtaka Netanyahu ajue kwamba ikiwa Hamas haitokubali mpango huo, basi Marekani itamuunga mkono kikamilifu kufanya kile anachopaswa kukifanya. Ingawa Trump aliwasilisha pendekezo hili kama makubaliano ya amani, kwa kweli ni muhtasari wa kanuni au nyongeza ya mazungumzo zaidi, si mpango wa kina wa kumaliza vita. Hali hii inafanana na kile rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alichopendekeza mwezi Mei mwaka 2024, muundo wa hatua kwa hatua wa kusitisha mapigano, kuweka mwelekeo wa kumaliza vita. Katika hali ile ile, ilichukua miezi mingine 8 kabla ya Israel na Hamas kutekeleza kusitisha mapigano na kubadilishana mateka na wafungwa. Trump anapendelea makubaliano ya mara moja ambayo yanahitaji kazi kubwa ya kuweka mipaka ya Israel, majina ya mateka na wafungwa, masharti ya utawala wa Gaza baada ya vita na masuala mengine ya msingi. Hayo yote hajawekwa wazi kwenye pendekezo hili la hoja 20 na yanaweza kabisa kuvuruga mchakato mzima. Mpango huu unachota vipengele kutoka katika pendekezo la awali, ikiwemo mpango wa Saudia Ufaransa uliotolewa Julai na juhudi za hivi karibuni za waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Sir Tony Blair, ambaye atakuwa sehemu ya bodi ya amani inayoongozwa na Trump ambayo itasimamia Gaza kwa muda fulani, jambo ambalo hata Hamas wenyewe hawataki kukubaliana nalo. Mpango huu uliandaliwa na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff pamoja na mkwe wake Jared Kushner baada ya kushauriana na Israel, nchi za Ulaya na mataifa ya Kiarabu, wakiwemo wapatanishi kutoka Qatar na Misri. Miongoni mwa mambo yanayopendekezwa ni pamoja na kusitisha mapigano mara moja, kuondoka kwa baadhi ya vikosi vya Israel, kuachiliwa kwa mateka wote waliobaki kutoka Hamas, kuachiliwa kwa mamia ya wafungwa wa Kipalestina walioko gerezani Israel, kuundwa kwa serikali ya muda
ya kitaalamu kuongoza Gaza chini ya uangalizi wa bodi ya amani yenye makao yake Misri. Lakini pia wanachama wa Hamas watakaoahidi amani na kukabidhi silaha watapewa msamaha, wengine watapelekwa uhamishoni. Kikosi cha kimataifa cha kuhakikisha amani na usalama kitaongozwa na Marekani na nchi za Kiarabu. Utaifa wa Palestina umetajwa, lakini kwa maneno yasiyokuwa ya wazi. Mpango unasema kuwa iwapo mamlaka ya Palestina iliyopo Ramallah itafanyiwa marekebisho, basi huenda mazingira yakawa tayari kwa kujitawala na hatimaye kuwa taifa huru. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.